Soma. Akamjibu akamwambia. Akawajibu akawaambia. Mwenye kanzu mbili na mwenye twende taratibu dada. Mwenye akawajibu akawaambia. Sami sikia. Kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Na mwenye chakula afanya hivyo hivyo. Anasema inaisha ile imeisha. Anasema mwenye kanzo amupe na mwenye hana kanzo. Yes, ni nguo za kitambo zilikuwa. Hapana, usisema. Jua nini asema shati? Kuna shati wakati ile. Wakati hiyo shati iko, suruali iko. Jua nini aseme suruali? Na sandals. Acha ile. Suruali iko. Hata mimi kitambaa kama hii iko. Jua nini asema mwenye kitambaa mbili amepatia. Anasema mwenye kanzo mbili na chakula. Zamani hii ni ya zamani. Chakula anasema mwenye chakula afanye hivyo hivyo. Hii ndio tuna mama anasema hapa, anasema Waislamu ni wakarimu. Waislamu wanafuata Biblia. Mnasikia? Ni Biblia hii sisi tunafuata. Yaani maneno ya Mungu sisi tunashika. Kama mnashika Biblia mnakuwa Muislamu. Unaona Wakristo wanafungana. Lakini mtu anafuata dini kabisa ya kufunga. Waislamu. Wanasema hata Wayahudi mpaka sasa wanafanya hivyo. Wayahudi wanafanya aje? Ni ndani ya Biblia tena sisi tunafunga hii ya Mungu kabisa. Hata mkifunga si mnaamkana mnakula chakula yenyewe inatosha. Sasa Biblia ndio anasema hivyo. Hata wakati Yesu anafunga ile. Biblia anasema siku 40 hapana. Analala, malaika anakuja anamlambisha anasema kula daku usiku. Asubuhi inakuja anafunga. Iko ndani ya Biblia. Juu ya hii ndio sisi tunakula ndani ya Qur'an hakuna daku, lakini Biblia iko. Yesu anamlambisha Yesu anakula daku, baadaye anasema lala, analala, analamka, anasali hivyo hivyo. Ndio hivyo. Baba alikuwa anakula. Yesu anakuwa anakula ndio. Kwa usiku, usiku hii kama sisi tunakula usiku hapa hii nani Verwa nani anasema hapa Elizabeth anasema kama mnakula nyinyi mkikula hiyo sawa. Hii ni sunna juu tofauti ya siami yetu na yenu na mimi nasema kafiri. Lakini kafiri tu kama mtu aabudu Mungu wanasema ni kafiri. Sorry. Na aabudu lakini sasa ni vile unajua shida ni hiyo unasikia kweli na wako na hao watu wote wenye wajiwangi Mungu na wanajaribu kumtafuta. Inakuwa mzuri sababu kwani unanichukua mpaka video mimi? Mimi ninachukua mimi. Unaona hapa? Mimi nachukua mimi. Sikuchukua wewe. Hata wewe uingie hapa. Nitaweka tafuta pale kwa YouTube. Njia ya haki utaona hii. Njia ya haki. Njia ya haki. Tafuta sasa hivi. Nasema hao watu wote leo tu wewe unajaribu kufunza Waislamu. Naweka kwa YouTube. Si au aonekana ndani mimi tu. Unasikia na wewe unaonekana mimi nakuuliza unasema ndio. Mimi nauliza kama mtu anakubali ndio mimi namchukua ndio. Wakati hawa watu wote wanaongea kuhusu Mungu na wanamtanya Mungu. Mungu pengine atahurumia sababu wanajaribu kumtafuta lakini hawajui. Ndio maana kama wewe unaona kweli sikia Yesu hapa. Wanamtafuta lakini kuna wale wanaabudu. Ngoja msiende mbali, acha ngoja tusikia. Yesu anasema nini? Acha tuende 7 kwanza. 7 ndio tunakuja 7:21. Msomaji yetu iko hapa atatusomea. Nikuchukua watu si wataenda YouTube kwa YouTube. Mtoto gani? Hakuna watamfanya nini hakuna. Si kila mtu anaambiaye Bwana Si kila mtu atakayeniambia Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Unasikia Sami? Sio kila mtu. Sema Bwana. Nani ndio anaita Bwana? Sio Waislamu. Sio wote. Wote wanasema ni Bwana. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu mbinguni. Sawa? Tuendelea. Tunafanya aje? Watu wanaingia kwa ufalme wa mbinguni. Tunaingia. Kila Muislamu anaingia. Yule mwenye anatenda dhambi. Kila Muislamu anasema ashhadu, anasema Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wake na Yesu ni mtume wake, anaingia. Hata anasema hata kama mnafanya mubaya, mnakiri, mnakufa kukiri kabisa kama ni Mungu ni peke yake na Muhammad na Yesu na mtume yote ni watume. Mnaingia motoni lakini Mungu atakosamee.
Rehema ya Mungu ndio iko juu ya hii yote. Nani? No, hawa ni sio, sisi tunasema hawa ni sio Waislamu. Juu hawafate sheria ya Mungu. Ndwale ndio nani? Ndwale ya afya. Ya afya. Anakwaje? Hii sio shida yangu, yeye atahesabiwa na Mungu yake. Atahesabiwa na Mungu yake. Ule Muislamu akitumia viasi hapa akisema yale analipa ndeni ya Uislamu. Kama unafanya hata mtu kama unafanya mubaya, sisi tunamuita shetani. Shetani ni sio hii mnasema iko na pembe na nini ile. Kuna shetani ya hata shetani hii ndio anasema ile Al-Shabaab ile. Sisi tunajua mtu kama afuata sheria ya Waislamu ya Mungu sio Muislamu. Lakini kama anakufa na itikadi ya la ilaha illa Allah atachomwa, Mungu atamsamehe, atamutoa. Sawa, soma maliza kwanza. Bado iko. Itikadi anasema hivyo, lakini twende soma kwanza. Soma Biblia. Wewe unakataa Qur'an. Inge niko tolea ndani ya Qur'an. Tusoma Biblia, leo twende. Wengi wataniambia siku ile, Bwana hatutakufanyia unabii kwa jina lako. Nani wanafanya nabii kwa jina la Yesu? Sio sisi Waislamu. Twende. Na kwa jina lako kutoa pepo. Sisi hatutoaka pepo. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Siku hii ndipo nitawaambia dhahiri. Ninyi kamwe siwajue nyinyi kamwe. Yesu atawafukuza. Sasa wewe njoo unafanya nabii jina ya Yesu. Jina Yesu sio sisi Waislamu. Soma. Ondokeni kwangu. Yesu atafukuza, anasema ondokeni kwangu. Ondokeni kwangu ninyi watendao maovu. Nyinyi ni watendao maovu. Leta sasa. Yesu ndio anasema hivyo. Sasa ingine anasema nini? Twende 15:7. Leo Sami unapata mafunzo mzuri. Amua kuwa Muislamu. Nyinyi wanafiki. Sikia Yesu gisi anasema. Sikia Yesu anasema hapa. Nini wanafiki? Twende. Enyi wanafiki. Yema alivyowatabiri. Alitabiri Isaya gisi wanasema ile. Twende. Aliwatabiri Isaya kwa bahari zenu. Sema. Hypocrites will. Hypocrites will. So ruka kizungu. Na waniambiao waniabudue bure mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sami, unasikia? Wewe unafundisha maagizo ya wanadamu. Ende kidogo. 10. Tena hii. Akawaita Ruji kwanza. Ruji 9 kwanza. Ruji 9. Nianze. Ruji 9 to 9. Nao wananiabudu bure. Sami, unasikia? Nao wananiabudu bure wakifundisha mafundisho ya maagizo ya wanadamu. Sawa, natosha. Unasikia? Sami, wanasema Yesu anasema unamwabudu bure. Mazinjo ananiita, lakini yeye ndio anauliza swali mingi. Leo nafurahi sana unaniuliza swali mingi. Pale wanakukataza usoma Biblia. Kweli waongo? Wanakukataa. Hapo umesema vizuri. Yesu akamwambia, nao niita Bwana wataingia ufalme wa mbinguni. Hawataingia. Sisi hatuita Yesu Bwana. Yesu ni mtoto ya Mariamu. Sasa amesema hapo sio wengi wanaomuita. Sasa sio sisi ni Wakristo ndio wanamuita Bwana. Wakristo ndio wanafanya nabii na Biblia inasema hapo, wewe umesema vizuri, sawa. Sasa Yesu anasema enyi wanafiki. Ndio hapa ile Sami. Anasema enyi wanafiki. Ni vema ilivyotabiria Yesaya kwa habari zenu akisema nini? Watu hawa wananiheshimu kwa mdomo, ila mioyo yao iko mbali na mimi.
kama Sami anasema ni Yesu Yesu, lakini mioyo yao iko mbali. Anasema nao wananiabudu bure. Nani? Watu ile wanasema Yesu Bwana Bwana, wananiabudu bure. Wakifundisho mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Yaani kanisani anafundisha maagizo ya wanadamu. Sisi tunafundisho ya Mungu, tunafata Biblia. Kama Yesu anasema sisi pale kanisa wanasema nini? Mungu ni tatu. Au sio hivyo? Mungu ni tatu. Mungu ni tatu ndani ya moja. Vile ndio wanasema. Sawa basi. Niambie, Mungu ni nani? Mungu ni nani? Mungu ni Mungu. Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Mnasikia sasa? Kama Mungu anakufa, mwana yake anachukua nafasi yake au kama anachukua nafasi yake anakuwa Mungu. Roho Mtakatifu ni nani? Naye ni Mungu. Yaani nyinyi ndio mnasema Mungu ni tatu. Sikia. Mungu ni spirit ama? The Father, the Son, the Holy Spirit. Spirit, lakini Yesu sio spirit. Atakuwa mwana wa Mungu aje? Yesu sio spirit. Acha tuende hapa. Wanasema kuna majini mengine. Yuda 1:4. Hii tusomea maandiko ile ya mwisho, tusikia. Sikia Sami, sikia taratibu kabisa. Sikia hii. Kwa maana kuna watu waliojiingiza. Kwa maana kuna watu walijiingiza kwa siri. Watu waliandikwa tangu zamani hukumu hii makafiri. Sasa makafiri ni nani? Wabadilia neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni nini? Twende. Watu kuwa wafisadi. Kama ndwale. Twende. Mama, kama mtu haiko hatutaongea mambo yake. Islami ni kama watu wanamtukana. Sio vizuri. Kama unataka kuongea, ongea mtu yake. Hii tusi. Twende. Kumkana yeye aliye peke yake. Anasema wanafiki wakafiri nani? Hao wale wakana aliyo peke yake. Peke yake ni nani? Ni Mungu. Yesu Kristo. Wanamkana. Mama, sio Yesu. Aliyo peke yake ni Mungu tu. Mungu ndio peke yake. Kama pale anasema na uzima milele ndio huyu wakujua wewe. Mungu wa pekee ni yeye. Waliokana walio peke yake, aliye peke yake Mola, Bwana wetu Yesu Kristo. Na Bwana yetu Yesu Kristo. Yaani walikana aliyo peke yake na Bwana yetu Yesu Kristo, wanasema Kristo ndio mtoto wa Mungu, Kristo ndio Mungu. Hawa ile ni wakafiri. Unaelewa? Kama kana Mungu aliye peke yake, mnasema Mungu ni tatu, Mungu ni mwana, Mungu ni mtoto, Mungu ni Roho Mtakatifu. Hii mnaisha kana Mungu aliyo peke yake. Yaani kawaida mtu anachukua Mungu peke yake na Yesu ni aliyemtuma, kama pale na uzima ya milele. Na mimi nauliza. Sasa uliza mama. Kitabu hizi zimeandikwa Exodus. Yote iko hapa. Ndio iko hapa. Sasa hizo. Upande wa Taurati. Hii tano ile walisema ni ya Taurati, lakini sio Taurati. Hii ni kumbukumbu la Taurati. Maana kitu walikumbuka ndio wanaandika. Jua nini? Taurati ya Musa ndio alipewa Taurati. Mnaelewa? Musa alipewa Taurati, baada ya kuenda Taurati haibaki, Taurati imeharibika yote. Ilichomwa. Yeye peke ndio iko na nini ile. Sasa wakati anaenda hakuna kitabu. Watu ile wako karibu na Yesu na Musa, ndio sasa walisanywa, wanasema acha tukumbuka, kila mtu anakumbuka kitendo na kitendo ya Musa, acha tuweka kwa kitabu. Ndio wanaweka kumbukumbu la Taurati. Inatoka tusema Mwanzo, Kutoka, Levitical, kumbukumbu la Taurati, Hesabu. Hii tano ile. Hii yote ni Taurati, lakini sio ya Musa.
Hata injili ile leo tuko nazo, injili sio injili ya Yesu. Hata pale wanasema injili kama ilivyoandika Mathayo, kama ilivyoandika Marko, kama ilivyoandika Yohana, kama ilivyoandika Luka. Injili ile sio ya Yesu. Injili ya Yesu haiko ndani ya Biblia, lakini kitu Yesu alifanya, alitenda kidogo, hii wana report wanaweka ndani ya Biblia. Hii walikumbuka jinsi ya Musa, ndio wanaweka ndani ya Biblia, lakini sio ya Yesu ile anashukisha. Juu kama Yesu ile anashukisha kabisa, mnasoma ni Islam tu. Ni Islam tu, hakuna tofauti na Islam kabisa. Hata ya Musa, kama ya Musa ilikuwa mnasoma ni Islam tu. Ile ndio wanasema Biblia waliweka mkono mingi ya kutengeneza. Mimi naona ni Yeremia 8:8. Yeremia 8:8. Yeremia 8:8. Anasema nini? Msemaje sisi tuna akili na msemaje sisi tuna akili na Torati. Tunayo pamoja nasi. Lakini tazama kalamu ya waandishi, kalamu yenye uongo, sorry, ndio imefanya kuwa uongo, inakuwa uongo. Yani kalamu ya waandishi wako naandika, hawachukua hii ya Mungu, wanachikia uongo, njoo wanaongeza pale ndani. Ni Yeremia 8:8. Utatafuta ndani ya Biblia yote utaona. Naona, yani hata Biblia kuna uongo ndani. Na wanasema hao watu ile wanatengeneza. Njoo hii hapa ile. Roho Mtakatifu njoo anashuka kwa watu, njoo wanaandika, lakini sio kweli. Hapa unaona nasema waandishi waongo. Kalamu ya waandishi waongo. Yani yote watu wanaandika ni Wafarisayo waongo, wanaandika tu juu ya mambo yako, juu ya faida yao. Iko mara mbili. Oli na nini Agano Jipya na agano la Kale. Pia kuna hiyo kwa Kiislamu. Ya Kiislamu ni sio Biblia, ni Qur'an. Sasa kuna Old Testament. Hakuna. Sisi Qur'an ni moja tu. Qur'an kwanza inatoka kabla ya Biblia. Wanajenga Biblia baada ya Qur'an. Juka mnaona Biblia ya kwanza ilitengenezwa 1870 something like this. 1870. Biblia yote wanatengeneza 1870. Juu Biblia haikuja tusema watu tu wanasanya watu kama hapa. Tuende Luka 1:1. Tusomea Luka 1:1 mpaka 3 pale toelewa. Luka 1:1 anasema nini? Mpaka 3 tu. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga. Sawa, ngoja kwanza. Kama shule wanakuambia mutunga, kama mnaende US, kutunga ni maana nini? Au na Kizungu inasema nini? Kutunga. For as much as many have taken in hand to set further in order. Sawa, to set. Yani kila mtu anakuja kutunga. Iko kama we hauende US au uende UK, wanakuambia tunga kama we unaende UK. Kutunga. Kuandika kwa ongo. Bado waende pale lakini utunga tu. Mimi naenda UK, mimi naishi hivi kwa hotel kaza, hivi tu uongo. Hii wanatunga. Watu mingi wanaweka mkono kutunga. Unaelewa? Twende. Kuweka maneno ya uongo. Soma. To set further in order. Kizungu, ruka hii. Wende ya pili. Wende Kiswahili. Kama walivyotuadhibia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa ile neno. Sawa, sasa mimi unaenda sasa, wanasema mashahidi. Sasa maneno ya Mungu ni revelation. Wataende kuuliza mashahidi aje.
Minakuja minauliza mama, Yesu alikuwa aje? Anaandika. Yesu alikuwa aje? Anaandikwa. Anaende pale, Yesu ilikuwa aje? Alitembea wapi? Alifanya nini? Anaandikwa. Hapana, maneno ya Mungu ni revelation, inashuka, wanaandika. Lakini hapa ni mashahidi, anauliza, njoo sasa wanampatia jibu, njoo wanakuja kutunga. Hata kitu yote wanatunga ni hivi, mnauliza watu karibu 10, mnapata jibu kama ni 2 iko kweli nini, njoo sasa mnakuja kutunga. Twende. Watumishi walele neno tokea mwanzoni. 3 sasa. Nami nimeona vyema mimi na nimeona vyema nami, kwa kuwa ngoja mama iko naongea pale. Mama usikia, Luka anasema watu wanatunga mingi na mimi naona vema. Twende. Naona vema. Nimeona vyema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo. Anasema yeye anatafuta vema kwa mambo hayo. Sasa mimi unasema nini? Mnajua yote tangu mwanzo. Kwa taratibu. Ndio. Sawa, inatosha ile. Mama anaisha sikia. Sasa hata Luka anasema mimi naona vyema na mimi naende kuandika kwa taratibu. Sasa hapa tumesikia. Sasa nilikuwa nataka kukuambia hivi tena ya pili. Tunaenda kupatia baba yule msichana pole. Kupatia? Baba yule msichana pole. Alikuwa mgonjwa. Waende kumpatia pombe. Sio pombe. Pole. Kwa Ukambani. Makueni. Utatupeleka. Tarehe 29. Tarehe 29 wapi? Makueni. Pale kwa Makueni. Sasa hii ndio nasema kuna jini na kuna shetani. Hapa nasema nini? Mimi nasema hata mtu anapasha kuwa shetani. Shetani ya mtu. Jua nini? Huyu kazi yake ni kufanya mubaya, kuua, kubaka, kuiba. Hii anakuwa shetani ya mtu. Kama pale Yesu anasema nini? Anasema toka nyuma yangu shetani. Anamwambia Simon Petro, sijui kama unasoma Biblia utaona hii. Anasema toka nyuma yangu shetani. Tena anasema nini? Minawachagua 12. Mmoja yenu ni shetani. Ni yani Iskarioti huyu anauza Yesu. Judas Iskarioti. Yani maanao yani anasema ni shetani. Jua nini? Sio kusema ni shetani mtu amuone. Ni mtu shetani. Vile ndani ya maisha, ndani ya dunia kuna aina ya watu wawili. Kuna jini na kuna watu. Ile Mungu anawaomba. Sasa jini hii wako naishi hapa duniani. Mnaelewa? Niko hapa paka saa 10 inaenea. Wow. Unaenda nini? Sala ndio. Sasa kuna wajini na kuna washetani. Yote Mungu anawaumba, sababu yao nini? Sababu yao ni kuabudu Mungu peke yake. Kuabudu Mungu. Sisi hata wewe Mungu anakuumba, sababu ya kuumba ni kuabudu Mungu. Au kuja hapa kutafuta maisha, au kuja hapa kutafuta kukunywa au kuishi mzuri. Fasi ya kuishi mzuri sio hapa. Fasi ya kuishi ni kwa Mungu pale peponi. Unaelewa? Mtu anakuja duniani kuabudu Mungu. Kama mnaabudu Mungu kucheza, kuruka, kuimba, baadaye pale hautapata chochote. Juu kuabudu Mungu anaonesha ndani ya Biblia na ndani ya Qur'an. Kuabudu Mungu ni kuweka uso yako chini. Kama tangia unazaliwa bado aweka uso yako chini kuabudu Mungu. Kama Yesu anaabudu, aweka uso yako chini, anaomba Mungu yake, anasema Baba, anasema Mungu, niepusha kikombe hiki. Kama ufanya kama Yesu anafanya, bado waabudu Mungu. Bado uko unacheza tu. Kama unapiga tu magoti hivi, Yesu apiga magoti kuomba, Yesu anasujudu. Unaelewa? Basi Mungu anatuomba sisi na watu ila kutumwabudu yeye. Anaomba majini ila kutumwabudu yeye. Baadaye pale wajini
wanapasha kubadilika. Kubadilika nini? Wanaingia kwa wanadamu. Yani hao kama banaacha kuabudu Mungu na wanakuja kuingia kwa ndani ya wanadamu, nao wanaisha kuwa jini, wanaisha kuwa jini sheitani. Unaelewa? Wanaisha kuwa jini sheitani. Kama pale kuna mtu iko na bana wazima wala iko na nini sijue, Yesu anatoa ndani yake, anatupa kwa nguruwe. Sijue kama wanasoma hii ndani ya Biblia. Aha. Hii anatoa ni sheitani. Njoo anatoa ndani ya mtu ile, anamoshika miaka na miaka, anatupa kwa nguruwe. Nguruwe inaingia kwa maji. Inaingia kwa maji. Mnaelewa? Yaani hii ni jini sheitani, njoo anakuja anaingia ndani ya mtu. Baadaye shetani ile Yesu anatoa, anatupa kwa nguruwe, nguruwe anakimbia nazo maji. Na mtu akapona, Ndio. Yani inakuwa hivyo. Shetani kama anaharibika, hawezi haribika kwa familia yake pale, atakuja duniani. Na kuna watu wanaanza kutengeneza sasa shetani. Hawa ni waganga ile. Waganga wanatengeneza watu, wanasema sisi tuko na jini, wanafanya pact na wa shetani. Naam. Huyu wakati hiyo shetani itolewa kwa ule mtu kautuma kwa nguruwe, na nguruwe ilikuwa na mwenyewe. Akatokezea kauliza Yesu, umefanya nini? Huyo mtu mwenye nguruwe, huyo sasa ndio shetani na ndio shetani. Ndio shetani. Sasa tujue hii, lakini hii naona ndio hii sasa. Kuna shetani ya watu na shetani ya jini. Na hii tunajua kama unakuwa jini mzuri, mnaabudu Mungu bila ukua kitu kingine, bila kwa uzi mtu. Kama mnakuwa shetani hapa duniani, kama mnakuwa mtu mshetani, kila mara yadi yako iko kwa bunduki, kwende kuua, kwende kuiba, hii mnaisha kuwa shetani kabisa. Kama Judas Iscariot wala Petro, Yesu anasema toka nyuma yangu we shetani. Ndio. Uko na swali lingine? Sisi hatuna swali, tunarizika. Walemavu kwa hiyo dini yenu. Nini? Hiyo dini yenu watu wengi ni walemavu. Na wanapendwa kwa familia. Sawa. Wanakuwa Kristo tunapitana. Na sisi mnajua dini ile sana sisi hapa wa Kenya, mingi yetu, unaelewa, mingi yetu ni wa Kristo au dini nyingine, ndio tunaingia kwa Islamu. Juko na Islamu, hii ni dini na kuna kabila. Minapasha sema mimi ni Mkamba, dini yangu ni Muislamu. Sio hivyo. Kama mnasema Waislamu mingi ndio wakuwa walemavu, tunasema hawa wanaona kuna faida kuingia ndani ya Islamu. Jua nini? Mtu ulimavu kwetu Waislamu au mokofu au ingini, lazima tumusaidia. Unaelewa? Inaleta nini? Mali. Hata wewe leo kama unatoa sadaka, juu sadaka haipotei. Kama unatoa sadaka, Mungu anasema mnatoa 10, nikuletea tena 10 na zaidi. Hii ndio mnaona sisi kama tuko na pesa, tunatoa hata robo ya pesa yetu tunatoa. Juu tunajua kama Mungu atatupatia double na zaidi. Unaelewa? Leo kama uko na 100,000, unatoa 25,000, unapatia mtu, Mungu atakuletea 10, itakuwa ngapi? Zaidi ya 1,000. Ile ndio sasa sisi tunapata hii. Na kama tunafanya hii kweli, tunapata faida kwa Mungu na baraka inazidi. Sio kusema kama mnaima mtu, mimi pesa yangu si gawe, mimi napata na nguvu, acha nitumika nipata pesa. Sio hivyo. Toa sadaka. Njoo mnaona walemavu wako mingi pale kwa msikiti, kuomba, kwa nini. Jua haki yao lazima tuwapatie. Lakini si wanakuanga walemavu wengi kila kabila. Na wanakimbianga msikiti kwa sababu ndio wanasaidiwa. Ndio wanasaidika ndio. Waislamu ndio wanasaidia. Wanasaidia. Jua haki yao. Ndani juu tunasema ndani ya mali ya kila mtu ya Muislamu, mali ya kila Muislamu, haki ya wafakiri iko ndani. Kusema kweli sio kusambaza, mimi ni Mkristo. Lakini
Kiwete hawezi kuenda kuingia pale kwa mlango wa kanisa. Sasa tukiongea kweli. Wewe nauliza bana, wacha nikwambie sio wengi, sio wengi. Lakini Waislamu tukiongea kweli, lasta. Wewe sema hapana, lakini Waislamu wanasaidia sana. Wanasaidia. Sasa pale kanisani kama mimi atafukuza kiwete kanisani. Nasema ndio, lakini wacha nikwambie nani? Wacha nikwambie lasa mimi nimeona mengi. Hapana. Lasa huko kanisa gani? Kanisa ya Imashi. Tunakuwa kusema hapa kanisa na msikiti. Kanisa na msikiti. Ndio mnasema ufukuza. Yaani wewe aufukuza mtu kwa roho yako. Mnaamini mjengo sana. Hamwamini roho. Sisi hatuamini mjengo. Mjengo uwezo kupeleka. Sasa mnajenga jengo mingi ile jua nini? Mnajenga mjengo mingi. Kila sikia hapa tu kufika pale line 7 msikiti pale. Msikiti kanisa ngapi? Ni jengo. Hapana, si ukweli. Si uongo, ni ukweli. Kanisa iko mingi, ni jengo. Hauamini jengo aje? Na kila mtu anaamini yake. Sabato anaamini yake, Katolika anaamini yake. Wewe Mkatoliko hauwezi ende kwa Sabato wanakusaidia, hakuna. Hata kama leo unapata shida, wanaona pale kwa daftari. Utakuwa makanisa mingi ya ukweli na ya uongo, na kusema ukweli inatimika saa hii. Mama, hakuna kanisa ndani ya Biblia. Hakuna jina kanisa ndani ya Biblia. Hakuna. Kitu iko wanasema kwa 25 hii wanasema Wakristo wa uongo. Hapana kusema ni ya kweli na ya uongo. Tusoma Mathayo 24. Kutakuwa Wakristo wa uongo na wanasema ni Wakristo wa uongo tu, hakuna Wakristo. Jina Wakristo kusema ni Ukristo, dini inatoka Ukristo. Hakuna. Soma. Kwa maana itatokea Wakristo ya uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa, maajabu, wapate popoteza kama ya mitini, hata walio teule. Tazama nimekwisha kuwaonya ndio mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, maana Yesu yuko jangwani, msitoke. Yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile mume utokavyo mashariki nakuwa magharibi hata magharibi. Rasta, sawa, inatosha. Rasta, mnaisha sikia. Kwa maana itatokea, Yesu ndio anatabiri ile itatokea Makristo wa uongo na manabii wa uongo, wapata kupoteza. Islam ni Wakristo. Unaona mambo hii sasa. Nani anasema Ukristo? Nasema Rasta 22:18 ya Yohana. Sikia, Ufunuo ya Yohana anasema nini? Usiongeza nani? Rasta, usiongeza na usipunguza, utapata mapigo. Mimi minaongeza hapa. Toka kimya. Soma, maliza. Kwa maana 24. Kwa maana sikia Biblia, sio mimi. Sikia Biblia. Kwa maana itatokea. Rasta, sikia. Mimi najua kila rasta anakuwa rasta baadaye atakuwa Muislamu. Sikia mzuri. Kila rasta. Mimi nakwambia, mimi ni mhubiri. Kila mtu anakuwa rasta. Baada ya rasta, jua anapoteza njia, njua anakuwa rasta ile. Baada ya rasta atakuwa Muislamu. Sasa mtu wanaabudu bure ni nani? Watu wanaabudu Yesu ni nani?
Nasema mnaona sasa analeta yake sasa. Hii ndio sasa wanaita mkafiri. Mtu anakana Mungu yeye peke yake, anasema Yesu ndio Mungu, anakuwa mkafiri. Nasema Yesu ndio Mungu kwa sababu Biblia. Mnaona sasa, sababu ni Biblia ndugu yangu. Ndani ya Biblia Yesu ndio Mungu, anazaliwa na Maria. Anazaliwa Maria. Na kupiga picha, nipiga picha. Sawa maasha. Hakuna. Mimi ndio napiga yangu. Mimi nauliza kama unakataa sitakupiga. Anazaliwa na Maria. Baba yake nani? Baba yake Yusufu, tena ndio anakuwa Mungu. Yesu ni Mungu. Ona mambo itana iko natuletea hapa. Ona mambo anatuletea. Yaani ni baba wa binadamu. Ona mambo sasa. Binadamu. Binadamu aje? Rasta, usipotea. Hii ndio tunasema Ukristo ni mambo watu wako na doubt sana. Ni doubt tu. Hata kusomesha Biblia hakuna. Ni doubt ndio inajaa ndugu yangu. Mimi ni padiri kubwa. Sio kusema mimi nakuja hapa kudanganya watu. Nilikuwa nadanganya watu kanisani. Baba, nilikuwa ninadanganya. Yaani usiku saa nyingine mimi nakumbuka ile niko nalia. Jua nini mnadanganya watu hivi? Yesu Mungu, Yesu mtu, hata Yesu kwa kinywa yake, mimi ni mwanadamu. Mwanadamu duniani, mwanadamu anakoma, mwanadamu anarudi pale mbinguni, mwanadamu leta mbinguni. Kama ni Yesu mbingu, Yesu ni mwanadamu, utatuambia hapa. Matendo ya Mitume 7:54. Tuanza 54, 55 ndio tutaelewa vizuri. 55, acha tuona hapa. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akazaa macho yake, akatazama mbinguni, akaona utukufu ya Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono kiume ya, unasikia? Yesu akisimama na mkono ya kiume ya Mungu. Yaani maana sio Mungu, kuna Mungu na Yesu mbinguni ile. Twende. Akasema, naona mbingu. Tazama naona mbingu. Imefunguka na mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu amesimama mkono wa mume wa Mungu. Wa Mungu. Yesu ni mwana ya Adamu. Duniani. Ndio ni Biblia. Kama unakataa kwangu na hapa nitaleta Biblia hapa tutasoma. Unasikia? Inalingana na yetu. Sijui ni. Ni the same. Haiko kama ni the same. Biblia iko hapa nikuletea. Tutasoma Biblia. Sala inakuja. Ngoja niende sala, jazakumullahu khair. Nitaende kusali. Rasta. Nile kitu ya black ndio mnazungukanga ni nini?